ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Amen. Mpendwa, anajaribu kuzungumzia sisi kama Wakristo ambao tunamjua Mwenyezi Mungu ananena nini katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Mara mingi sisi Wakristo tumejikuta katika njia tofauti tofauti katika maisha. Tumejikuta katika njia ya kuteleza, tusijua ya kwamba tumeteleza. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiposa mahali pale maandiko yanakuambia jitunze mguu wako uingiapo mahali patakatifu pa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Inamaanisha kwa nini inamaanisha nini kwa sisi Wakristo ambao tunajiunga katika Ukristo? Maana wiki mzima wewe umeanza kujitembeza kule nje, umeanza kujishirikisha katika mambo fulani fulani. Maandiko yanakuambia siku ya leo jitunze mguu wako uingiapo mahali pake patakatifu. Haleluya. Inaonyesha nini ama inadhihirisha nini katika maisha ya Mkristo? Inadhihirisha nini katika ulimwengu wa kiroho? Bwana Yesu apewe sifa. Mara mingi tunajihusisha katika mambo ya ulimwengu. Mara mingi tukiwa kule nje tunajisahau ya kwamba sisi ni Wakristo. Tunajiingiza katika anasa za ulimwengu pasipo kujua ya kwamba tunapojiingiza, wakati napowadia tunapoingia katika nyumba ya Bwana, inatufaa tufanye nini? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Leo hii mhubiri anatufundisha kutuambia ya kwamba tujitunze miguu yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake ukitazama hii miguu yetu ndio inayosababisha sisi machungu katika maisha. Nyakati zingine unapata hii miguu ndio inayosababisha sisi tunaingia katika masengenyo. Maana yake wakati mwingine unaweza kupata miguu hii ndio inayosababisha sisi kuingia katika dhambi. Dhambi hizi ambazo tunapozitazama miguu inatuelekeza kuingia katika dhambi zile. Bwana Yesu apewe sifa. Mara mingi unaweza kujikuta katika vikundi mbalimbali. Miguu zetu ndizo zinasababisha sisi kuingia katika vile vikundi. Vile vikundi ambavyo ni vikundi ambavyo havifai katika kanisa. Ni vikundi ambavyo havifai katika Ukristo. Ni vikundi ambavyo havifai kwa sisi kama wale ambao tunamjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nyakati zingine sisi kama Wakristo tunajikuta tunaingia katika vikundi mbalimbali. Vikundi hivi vinajiweza kutufundisha mambo ambayo hayafai. Vikundi hivi vinaweza kuongelea mambo hayafai. Vinatoa kafara ambayo ni kafara ya upumbavu. Vinasababisha hizi miguu zetu tunapoingia mahali pale tunashiriki na wale wapumbavu, tunakula na wale wapumbavu, tunasengenyana na wale wapumbavu, tunapanga mambo ambayo hayafai ndani ya Ukristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiposa leo hii nataka nikwambie Mkristo, unapoingia mahali pa Mungu patakatifu, tunza mguu wako. Haleluya. Mguu wako uende ikawa ni kinywa chako, mguu wako ikawa uende ni moyo wako. Ni lazima unapoingia patakatifu pa Mungu, ni lazima umechua ya kwamba umetunza imani yako. Haleluya. Ina maana yako unapoingia kanisani, unapojiuliza nimeketi ndani ya wiki mzima, nimeshiriki katika mazungumzo yapi? Nimeketi katika kikundi kipi? Nimeketi katika kikundi ambacho kimejaa ndani ya upumbavu? Nimejaa katika kikundi ambacho kimetoa kafara ambayo haifai mbele ya Mwenyezi Mungu? Basi nitafanya nini ninapoingia katika Mwenyezi Mungu, nyumba ya Mwenyezi Mungu? Inabidi uanze kujitakaza kabla hujaingia ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mara mingi sisi Wakristo tunasahau ya kwamba tunapohitaji kuingia katika hekalu la Mungu ama tunapohitaji kutumikia Mungu, ni lazima tujitakaze ili ya kwamba tuwe safi mbele ya Mwenyezi Mungu, ili ya kwamba tuwe shwari kwa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Tunapojitokeza tu katika vikundi vya watu ambao hawafai, tumetoka katika masengenyo, tumetoka katika vita, tumetoka katika mambo ya matusiano, tunaingia katika hekalu la Mungu pasipo kujua ya kwamba Mungu anahitaji nini katika nyumba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Leo hii ni swali wewe Mkristo unapojiuliza, nilipoingia katika nyumba ya Bwana leo hii, mguu wangu ulikuwa safi, moyo wangu ulikuwa safi, mikono zangu zilikuwa safi, akili zangu zilikuwa safi, ama zilikuwa zimejaa ndani ya dhambi, ama zilikuwa zimejaa ndani ya unajisi? Je, moyo wangu na miguu wangu uko wapi? Haleluya. Nifasa mhubiri leo anakuzungumzia na kuambia, mpendwa, jitunze mguu wako uingiapo mahali patakatifu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tumetenda dhambi zingine pasipo kujua. Tumeshiriki katika dhambi zingine pasipo kujua. Tumetenda dhambi zingine pasipo sisi kama Wakristo kujua. Lakini wale wewe ambaye umeingia katika hekalu la Mwenyezi Mungu, ukafahamu ya kwamba nimetenda dhambi, ukaingia ukajitakasa, unafaa ujiulize, ninapoingia kanisani, moyo wangu, mguu wangu, imani yangu iko tayari kusawa Mwenyezi Mungu ama haiko tayari? Basi kama haiko tayari, unaruhusiwa kuingia katika pembeni. Maana yake ukisoma katika Methali 6 na kuambia kwamba unapoingia katika chumba chako, ingia ukaanza kusali, ukaweza kumwambia Mwenyezi Mungu, nimekuja mbele
mbele zako ukaanza kutubu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Nikaweza kukua ni jambo la muhimu kabisa wewe unaposali, unapotubu na kuweza kumshirikisha Mungu katika imani yako. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wa pili, usiseme maneno ya ujinga. Usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. yes, Kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe uko chini. yes, Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. amen. Wewe kama Mkristo umetunza Mungu wako, umeutunza moyo wako, umeutunza maisha yako ya kwamba umemjua huyu Mwenyezi Mungu, basi maandiko yanakuambia usiwe mtu wa kunena ujinga. Bwana Yesu apewe sifa. Jiulize wewe kama Mkristo, kinywa chako kinanena nini? Unapoingia katika imani ya Mwenyezi Mungu, kinywa chako kinanena nini? Kinanena yale ambayo yanaweza kumfanya mtu kutoka katika shimo fulani. Linaweza neno ile ambalo unaweza kulitamka, linaweza kumkomboa mtu fulani kutoka katika uzito fulani, ama lile ambalo unanena linamfanya mtu kuporomoka. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima ujiulize, kinywa changu kinasema nini? Kinywa changu kinanena kila ninaponena, ninanena nini katika kinywa changu mimi kama Mkristo?